Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Meli ya makontena imeshambuliwa na makombora katika mlango bahari wa Hormuz. Meli ya makontena karibu na mlango bahari wa Hormuz imeshambuliwa na kombora lisilojulikana lenye urefu wa kilomita 46 kutoka pwani ya Umoja wa Falme za Kiarabu, kichunguzi cha baharini cha Uingereza kimesema. Mkuu wa chombo hicho alisema kiliharibiwa, lakini wafanyakazi wote walikuwa salama na wamepatikana, kulingana na uendeshaji biashara wa bahari wa Uingereza. Maelezo hayajulikani kuhusu kiwango cha uharibifu huo na mamlaka ya Uingereza inachunguza tukio hilo. Mamlaka za Uingereza limetaka meli zote zinazopita katika eneo hilo kusafiri kwa tahadhari. Wakati huo, meli ya mizigo nyingine imehamishwa katika mlango bahari wa Hormuz baada ya kushambuliwa na kombora lisilojulikana ambalo linaripoti shirika la biashara la bahari la Uingereza UKMTO. Inasema tukio hilo limetokea maili 11 baharini kaskazini mwa Oman na kuripotiwa saa 4 na dakika 35 na kusababisha moto ndani ya chombo hicho. Hili ni tukio tofauti na lile la kwanza lililotokea katika mlango bahari wa Hormuz ambapo meli ya makontena imeshambuliwa na kombora lisilojulikana. Hata hivyo, wakati huu Iran imeapa kwamba haitoruhusu meli yoyote kupita katika eneo hilo, lakini baadhi ya nchi zimekuwa zikilazimisha kupitisha meli zao. Hata hivyo, wakati huu Marekani imesema kwamba itatumia meli kusindikiza meli zingine ambazo zitakuwa zikipita katika eneo la mlango bahari wa Hormuz ambao upo chini ya mamlaka ya Iran. IRGC ilitoa tamko siku ya Jumanne ikisema kwamba kamwe haitoruhusu nchi yoyote kupitisha meli zake za mafuta katika eneo hilo. Iran hata hivyo imeanzisha mawimbi mapya ya mashambulizi. Katika saa chache zilizopita, Iran imezindua wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya maeneo lengwa ya Israel na Marekani Mashariki ya Kati. Vyombo vya habari vya serikali vya Iran vimesema mashambulizi hayo yalikuwa ni makali zaidi na mazito zaidi tangu kuanza kwa mzozo huo. Israel imesema ilitambua makombora yaliyorushwa kutoka Iran, ingawa baadaye iliongeza kuwa ilikuwa salama kwa raia kuondoka katika makazi. Saudia ilisema kwamba ilikuwa imezuia na kuharibu ndege mbili zisizokuwa na rubani zilizokuwa zikielekea kwenye eneo la mafuta. Ving'ora pia vimesikika Bahrain, ambayo ndio makao makuu ya kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani. Hali katika eneo la Mashariki ya Kati imekuwa ni mbaya mno. Marekani imesema wakati huu imeharibu mifumo ya kushambulia ya majini ya Iran katika eneo la bahari la mlango bahari wa Hormuz, lakini wakati huu mashambulizi yanafanyika tena yakihusisha makontena yaliyobeba mafuta kutoka katika eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz, ishara ya kwamba bado wameshindwa kuidhibiti Iran, kama kile alichokisema kwamba wamehakikisha wameharibu mfumo wa makombora ya Iran kwa 80%. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni taarifa inayoeleza kwamba meli iliyobeba makontena imeshambuliwa katika mlango bahari wa Hormuz, na si meli moja, ni meli mbili ambazo zimeshambuliwa kwenye kati tofauti katika eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyajue mengi yanayojiri duniani. Kupitia The World News utaweza kufahamu.